Kwa jina naitwa Awadhi Salim Awadhi, ni mwenyekiti wa umoja wa madalali Sinza. Leo hii tarehe 31 ya mwezi huu wa 5 tunaadhimisha mwaka mmoja toka kuanzishwa kwa umoja huu. Umoja huu ulianzishwa rasmi tarehe 1 ya mwezi wa 6 2024. Kwa kesho ndo tunatimiza, kwa sababu kesho ni Jumapili na mara nyingi Jumapili tunakuwa tumepumzika, kwa hiyo tunaadhimisha leo. Dhumuni kubwa ni kuwakutanisha madalali wa Sinza na viunga vya karibu na Sinza. Sasa mwenyekiti, hichi ambacho mnakifanya kwa namna moja au nyingine imewakusanya kwa kiasi gani madalali ambao huenda hawakuwa kwenye umoja tangu unaanzishwa? Na uainisha aina gani ya madalali ambao wapo humo ndani ya umoja? Umoja huu labda tuseme tulianza kama watu 20. Wakati tunaanza tulikuwa watu 20, lakini sasa hivi tumefika watu 100. Ni wazi kwamba unazidi kupanuka. Na wale ambao nadhani watakuwa wako nje kwa kitendo hiki, tuna imani kwamba wanaweza kuja kujiunga na sisi na nafasi zipo, tunawakaribisha. Umoja wa madalali umejumuisha madalali wa aina gani na aina gani? Madalali hapa ambao tuwepo sisi asilimia kubwa ni madalali wa nyumba. Pamoja na kwamba kuna madalali wenzetu 2 3 ambao wanashughulika na udalali wa magari. Wamekuja kujiunga baada ya kuona kwamba umoja msimamo wake ukoje. Lakini asilimia kubwa ni madalali wa nyumba, viwanja, mashamba, magodauni na sehemu zote ambazo zipo Dar es Salaam, sio Sinza peke yake. Mnapitia changamoto zipi madalali? Changamoto zetu zipo nyingi, lakini mtazungumza chache. Moja wapo ni kwamba unaweza kupata mteja mkakubaliana kwamba bwana, utaratibu wangu udalali, mimi ninapokufanyia kazi yako kama unavyotaka, na aina 2 za chaji zangu. Na cha kwanza kinaitwa service charge, cha pili ni kodi ya mwezi. Kwa hiyo unaweza mtu akakubali akakupa service charge, baadaye ukampeleka kwenye eneo ambalo analihitaji, ukamuunganisha na mwenye nyumba, baadaye akazunguka bila wewe kujua, akakutana mwenye nyumba akamlipa hela yake, wewe asikulipe hela yako. Utakaporudi kumdai pesa inakuwa ugomvi mpaka kufikishana kwenye vyombo vya sheria. Kuna faida gani za dalali ambayo unamwambia nini? Anapata faida gani kuja kujiunga na umoja huu? Tunasaidiana kwa hali na mali kama nilivyosema mwanzo. Dalali akipata msiba, akifiwa na baba na mama, mke, mume au mtoto, kama tuko 100 sasa hivi tunamchanga shilingi 10,000 kwa kila dalali, ambayo tutapata milioni 1. Kwa hiyo cha kwanza, dalali aliyepata msiba anapewa 500,000 fast za haraka za kwanza msiba. Baada ya kuchanga na kumaliza tunamalizia 500,000 yake nyingine. Lakini ukiwa dalali wa pembeni ambaye hako kwenye umoja, tutakuja kama dalali mwenzetu, lakini hatutakuchangia chochote, labda 1,000 2,000. Mpaka sasa hivi mnatimiza mwaka mmoja. Bila shaka mnashirikiana na serikali na viongozi wa serikali. Katika ushirikiano huu, katika kutimiza mwaka wenu mmoja, mnaiambia nini serikali kama madalali? Sisi kama madalali tunaiambia serikali kwamba itutambue rasmi kwamba tuna changamoto. Tuna changamoto nyingi na zingine tutazisoma kwenye risala. Tuna changamoto nyingi ambazo tunazipata. Moja wapo ni kama nilitoa mfano huo. Baadhi ya madalali sisi, kuna wengine wana ofisi zao, lakini asilimia kubwa wanakuwa hawana ofisi. Kwa hiyo tutaiomba serikali kupitia kwa diwani kwamba tupate eneo ambalo kama watakubali tujenge ofisi kwa ajili ya madalali wote, wengine wakae pale. Kipi cha kujivunia ndani ya mwaka huu mmoja uliosema? Tunajivunia kwa sababu mpaka sasa hivi sisi pesa zetu tunaingiza kwenye mkoba na tumefungua akiba benki. Tuna benki tumefungua. Nitazungumza tu kwamba mpaka tarehe ya leo mkoba benki toka tuna mwaka mmoja tuna milioni 10 na zaidi kidogo. Ndio. Jamii inawachukuliaje nyinyi madalali? Ndio tumeanza na tuna mpango, tunategemea kwamba diwani tutakaa naye tusaidie ili tuweze kufahamiana na wenye nyumba wengi. Kwa watu wa Sinza wenye nyumba, ukimwambia nimefanya biashara yako nipatie angalau hela, naona kama vile hataki, anakuambia anakupa mpangaji. Sasa tuna changamoto kidogo ambayo tunatumai huko mbele tutalitatua na tutakaa sawa. Na ulikuwa unataka kuiambia nini jamii yote kuhusiana na nyie madalali? Sisi tunataka tuiambie jamii kwamba sisi madalali tunafanya kazi kwa uaminifu, sawa, kwa uaminifu wote, na tunawaambia wenye nyumba, Sinza sasa hivi kuna umoja wa madalali na kila dalali ana kitambulisho chake. Tunawaomba
wenye nyumba, dalali anapoleta mpangaji kwenye nyumba, muulize wewe ni dalali mmoja wa madalali Sinza? Akikwambia ndio, mwambie nipe kitambulisho chako. Ikiwa hana kitambulisho, basi ujue huyo si dalali mmoja wa Sinza. Na wale wanaotafuta nyumba huko Sinza unawaambiaje? Wanaotafuta nyumba tunawakaribisha sana, karibuni sana. Ofisi zetu sisi kwa sasa hivi ziko Rafael Nyangi Awino, na mimi ni diwani katika kata ya Sinza ambayo ipo katika wilaya yetu ya Ubungo katika mkoa wa Dar es Salaam. Niseme kwamba ninatoa pongezi za dhati kwa umoja huu wa madalali katika kata ya Sinza, kata ambayo mimi naiongoza, kwa hafla ambayo wanaifanya siku ya leo. Nipata bahati ya kualikwa kushiriki kwa sehemu ya tukio hili la kipekee. Nasema ya kipekee kwa sababu hatujawahi kuwa na tukio kama hili kwenye kata ya Sinza. Sio tu katika miaka hii mitano ambayo mimi ni diwani, lakini kwa kipindi chote ambacho nimeishi katika kata hii, kwa sababu mimi mzawa wa eneo hili. Kwa hiyo nawapongeza sana. Kulia kwangu ni katibu, lakini nilikuwa nimeketi juu pale na mwenyekiti wa umoja huu. Nawapongeza sana kwa kuanzisha chombo ambacho kinawaleta pamoja madalali wote katika kata yetu ya Sinza. Kwa hiyo lakini pamoja na pongezi hizo, ninathamini sana mchango wa ndugu zetu hawa. Madalali ni chombo, ni watu, ni wadau wetu wakubwa sana katika ustawi wa kata yetu, kwa sababu ndio wanatuunganisha sisi wamiliki wa nyumba na wateja wetu. In the absence, wasipokuwepo hawa, basi biashara, real estate business, inakwama kabisa. Biashara ya upangishaji nyumba na kipato kinachotokana na nyumba zetu, iwe ni uuzaji au upangishaji. Kwa hiyo wazo la kuanzisha chombo hichi na utekelezaji kwa sababu kuna wazo tu likapotea in vain, lakini uwepo kwa wazo hilo na utekelezaji wa wazo la uanzishwaji wa umoja huu na kuendelea kusimamia uwepo wa umoja huu, chombo ambacho kinawaleta pamoja madalali, ni jambo ambalo linastahili kupongezwa. Na mimi kama diwani, ofisi yangu ambayo ina mtendaji na maafisa ugani wote, tunaahidi kutoa ushirikiano mkubwa sana kwa wenzetu hawa, ili kuona kwamba wanaboresha mahusiano kati ya wenye nyumba, wamiliki wa nyumba za kibiashara, nyumba za makazi ndani ya kata ya Sinza, lakini na wateja wetu ambao ndio wapangaji, ambao ndio wanachechemua mapato yetu. Sawa. Umealikwa leo kama mgeni rasmi kwenye shughuli hii. Una kipi cha kuwaambia Watanzania ambao huenda walikuwa wanatizama hii kazi ya udalali kama kazi ya kawaida sana au hawaitilii maanani, lakini hawa walioanzisha huu umoja wanaonyesha userious wa kazi? Labda niseme tu kwamba kazi ya udalali sio kazi holela, ni kazi ya maana sana. Na anasema ni ya maana kwa sababu ukiangalia biashara zingine zote, kwa mfano biashara ya bima ina udalali, unaona. Kwa hiyo na wanathaminika sana, wanaitwa brokers au insurance agencies, na wamesajiliwa na wanaratibiwa. Lakini pia ukienda katika maeneo mengine, watu wanaouza magari wana madalali. Na maeneo mengine ukija katika sekta hata ya banking kuna agents, unaona. Kuna mawakala ambao pretty much ni madalali ambao wanaunganisha wateja na taasisi ambazo zinatoa shughuli za kifedha. Kwa hiyo kwa wale watu ambao walikuwa wanatazama madalali kama wazururaji au kama wauni tu au kama wapigaji, ni wakati mwafaka sasa kuwatambua kwamba ni shughuli rasmi kabisa ambayo inapaswa kuheshimika. Lakini pia wale watu ambao ni wanufaika wa huduma hizi za kidalali wanapaswa sasa kuanza kuthamini huduma hizi na kuhakikisha kwamba stahiki za madalali zinatolewa ipasavyo. Shukrani mheshimiwa. Nashukuru sana. Mkaguzi msaidizi wa polisi Franki Zakaria Nkusa. Mimi ndio polisi kata kwenye kata hii ya Sinza, lakini pia ni mkuu wa kituo kidogo cha polisi mawasiliano stendi. Na jukumu langu kubwa katika kata ni kuhakikisha nashughulika na mambo ya kiusalama kwa vikundi vyote vyo katika Sinza na jamii nzima ya Sinza. Kutoa elimu kwa wananchi juu ya kushiriki kikamilifu katika kuzuia uhalifu na kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu katika maeneo yetu ya kata ya Sinza, ili kata yetu ya Sinza iendelee kuwa salama.
Kwa hiyo ninahamasisha wananchi kuhakikisha wanajihusisha kikamilifu katika kutoa taarifa za uhalifu, kutoa taarifa za wahalifu pia, na hilo ndio inafanya kata yetu ya Sinza iwe salama. Na kwa elimu ambayo nimekwisha kutoa, wananchi wamekuwa wakishiriki kikamilifu sana, na tumekuwa tukizuia uhalifu kwa namna hiyo kwa kushirikiana na wananchi. Lakini kwa tukio hili la leo, kwanza mimi nimefurahia sana kwa ajili ya hawa madalali ambao wameamua kuwa na umoja wao na kujisajili ili waweze kutambulika kama ni kikundi ambacho kiko katika mitaa yetu ya Sinza. Maana kati ya changamoto kubwa tunakutana nayo kwenye kata ya Sinza ni changamoto ya madalali kugonganisha wapangaji. Wanachukua pesa kwa mtu huyu, wanaenda kumuonyesha nyumba, lakini baadaye wanachukua kwa mwingine tena. Kwa hiyo imekuwa ni kero ya muda mrefu, na tumekuwa kwenye vikao kadha wa kadha kwenye ofisi zetu za mitaa, kwenye ofisi zetu za kata, tunajaribu kusuluhisha, na tunakuta changamoto ni madalali ambao sio waaminifu. Wanajikuta wanachukua pesa sehemu mbili na wanaonyesha nyumba moja kwa watu wawili tofauti, na hiyo imekuwa ikileta migogoro mingi katika eneo letu hili la Sinza. Kwa hiyo kwa tukio hili, mimi binafsi kama msimamizi wa ulinzi na usalama katika kata ya Sinza, kama polisi kata wa Sinza, ni wapongeze ambao waliibua hili wazo, wakaamua kukaa kama madalali, kuona hapana, umefika wakati tutambulike, na hii itatusaidia kwenye masuala ya kiusalama zaidi. Kwa kama mtu atakwenda kupangisha mtu mara mbili na sio mwanachama wa chama hiki, ni rahisi kudili naye. Lakini pia kama ni mwanachama, ni rahisi viongozi wa chama hiki kutusaidia, huyu aliyefanya hivi ni fulani. Kwa hiyo itatusaidia kuweza kudhibiti uhalifu wa namna hiyo ambao umekuwa unasababisha migogoro mikubwa katika mitaa yetu ya Sinza. Mitaa yetu mitano, hii migogoro ndio mikubwa katika masuala ya wapangaji. Kwa hiyo mimi niwapongeze. Kwa hiyo mimi kama polisi kata nawapongeza, na napongeza viongozi na wote ambao waliamua kuanzisha wazo hili na kuamua kulifanyia kazi. Basi ninachotaka kuwahimiza hawa madalali ni kufanya kazi yao hii kwa weledi, kufanya kazi yao hii kwa uaminifu, lakini wasimuonee haya mtu yoyote ambaye anataka kuvuruga umoja wao huu. Waweze ikiwezekana, kama atatokea mtu anawachanganya, anawagonganisha wapangaji, wamuondoe kwenye chama. Ikiwezekana wamuondoe, kama kuna taratibu alifuata akapata kitambulisho, hata afutiwe kitambulisho. Kwa sababu kama wataifanya kazi yao kama walivyojipanga, ninaamini migogoro hii itaisha. Migogoro hii kati ya wapangaji pamoja na madalali wanaoonyesha vyumba itaisha kabisa. Kwa mimi niwahamasishe sana viongozi ambao watakuwa wameshika nafasi hii, na kama wana katiba yao watakuwa wanabadilishana, basi wawe wakali ili kazi yao ifanyike kwa weledi na kwa uaminifu, ili migogoro ya namna hii iishe kabisa kwenye eneo letu la Sinza. Nilisikia na mmoja hapa anasema hata hao ambao wanapangishwa wenye nyumba waulize kwa habari, wewe uko kwenye chama hiki? Nipo, onyesha kitambulisho. Basi onyesha kitambulisho, basi aweze kumtumia kama dalali wake wa kuweza kumtafutia wateja kwenye nyumba. Hiyo itasaidia sana kwa ajili ya kujua kwamba huyu ameenda pale na alionyesha kitambulisho, ni mtu gani. Wenye viongozi wao watatuambia ni nani, na sisi tutadili naye, kwa sababu tunatamani Sinza iwe salama, muda wote iwe salama, migogoro hii ya kijamii ishe, uhalifu ule wa kijinai uishe. Lakini utaishi vipi? Lazima wananchi washiriki kikamilifu ngazi zote kwenye mitaa, mtu mmoja mmoja, vikundi kama hivi, kuhakikisha tunatokomeza uhalifu. Nashukuru.